Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu, tunakutumania Bwana.
hakuna aliyekuwayo Mungu wa ushindi. Katika jina la Yesu Baba tunalimini jina lako, kanisa lako tuko chini, maana Baba unawapandisha tu wanyenyekevu, lakini unawashusha chini wenye kiburi. Na Baba tunakataa la kiburi cha uzima ndani yetu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akatupa kunyenyekea katika ibada ya leo. Roho Mtakatifu akatupa uwezo wa kunyenyekea katika ibada ya leo. Maana Baba umesema unawapandisha wanyenyekevu, lakini wenye kiburi na washusha chini. Nasi Baba tunanyenyekea chini yako. Tunanyenyekea Bwana, tunasujudu, tunakuabudu, tunakuinua, tunakusifu kwa sababu ni wewe tu Bwana. Ulituumba ili tukuabudu. Ulituumba kwa kusudi lako na mapenzi yako. Baba ulituumba kwa sababu ya kusudi lako. Ulituumba kwa sababu ya mapenzi yako Bwana, katika jina la Yesu. Tunahitaji nasi tukatembee katika kusudi lako. Tunahitaji tukatembee katika mapenzi yako. Tunahitaji tukatembee katika misingi ya neno lako. Maana umeachilia neno ili Baba tuweze kufuata nyayo zako. Maana Yesu alikuwa ni kielelezo, nasi yatupasa kufuata nyayo zake. Wewe tu Bwana. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu ya neema yako. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu ya kibali chako. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Asante Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana leo. Bwana msimisha Bwana. Lakini unaona ni kitu cha samani sana kutoa muda wako kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Haleluya kanisa. Mungu awabariki sana. Na tukiwa tunaendelea katika uwepo wa Mungu, Biblia katika kitabu cha Yohana nasomea kwamba waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Nasi imetupasa kuendelea kumwabudu Baba katika roho na kweli, ili tukazidi kuona matokeo, tukazidi kuona mazirisho, tukazidi kuona Mungu ambaye anatutetea na kutupigania. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni muda mwingine ambao sasa tunaendelea na ibada yetu na tunaenda katika kipengele cha neno la Bwana. Awali ya yote namshukuru Mungu aliyenipa neno ambayo imependeza Mungu kwa nalo siku ya leo. Na leo tutakuwa na somo zuri kabisa kwa wewe unayeandika. Andika, kwa nini nisifanikiwe? Kwa nini nisifanikiwe? Kwa nini nisifanikiwe? Gana na muda wetu, sitakusumbua sana kunifungulia Biblia na kunisomea. Hivyo basi tenga muda wako vizuri, lakini uwe makini kunisikiliza, kwa sababu nitakapokuwa naendelea kuhubiri unaweza usiende sambamba na mimi katika note points nitakazokuwa naendelea kuziachilia kwako mchana huu. Bwana asifiwe. Nadhani sasa tumeanza kuandika somo, kwa nini nisifanikiwe? Kwa nini nisifanikiwe? Bwana asifiwe sana. Na pamekuwepo na changamoto nyingi, hasa kwa Wakristo tuliookoka, ya kwamba ziko wapi ahadi za Mungu juu ya maisha yetu. Lakini kama Mkristo niliyeokoka, ni kwa nini ninapambana lakini sifanikiwi, aidha katika maisha ya kiroho au katika maisha ya kimwili? Kwa nini sifanikiwi, au kwa nini ninashindwa kufanikiwa na nimeokoka? Na Biblia inaniambia kila aliyeokoka tayari akiwa ndani ya Kristo, huyo mtu lazima atafanikiwa, kwa sababu mali na vitu vyote vipo kwa nani? Kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Hivyo basi tuende sasa moja kwa moja kwenye somo letu. Somo letu hili litakuwa na hatua 8, lakini tunaweza tukaangalia hatua kadhaa kulingana na muda wetu, na mambo mengine tutaendelea nayo hapo mbele.
Lakini kwa wakati huu sasa tuangalie somo letu kama nilivyotangulia kusema kichwa chetu, kwa nini nisifanikiwe? Kwa nini nisifanikiwe? Sasa tuangalie kwa nini sisi wengi hatufanikiwi, au kwa nini hatufanikiwi. Na hili limekuwa ni swali lenye mshangao hasa kwa sisi tuliokoka, na wengi wakijiuliza ziko wapi ahadi za Mungu? Kumbuka kila ahadi ya Mungu ina sharti. Leo kwa utangulizi, kabla hatujaingia kwenye somo letu, ninaomba sasa tukaangalie sharti lililokuwa kwenye ahadi ya kubarikiwa kwa mtumishi wa Mungu Ibrahim. Tukasome moja kwa moja katika ile Mwanzo sura ya 12 ule mstari wa kwanza na kuendelea. Unaweza kufungua ile Mwanzo sura ya 12, Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza na kuendelea. Tukaangalie utangulizi wetu, ahadi iliyokuwa kwa Ibrahim. Biblia inasema, ile kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza, nitasoma kama ilivyoandikwa. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha mbele, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitakubariki, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulania nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lot akaenda pamoja naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Haran. Mstari wa 5, Abrahamu akachukua Sara mkewe na Lot mwana wa nduguye na vitu vyote walivyokuwa wamejipatia, na hao watu waliowapata huko Haran wakasafiri mpaka nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwareni wa Moa, na Wakanani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi, naye akamjengea tawapa nchi, naye akamjengea madhabahu Bwana aliyomtokea. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli, akaipiga hema yake. Alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki wa Betheli. Akaipiga hema yake, alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko. Akalitia jina la Bwana. Mstari wa 9, naye Abrahamu akasafiri akazidi kwenda pande za kusini. Basi kulikuwa na njaa katika nchi ile. Abrahamu akashuka Misri akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sara mkewe, tazama, najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso, basi itakuwa wa Misri watakapokuona watasema, huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na wewe, watakuacha hai. Tafadhali useme, wewe ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, na nafsi yangu ishi kwa ajili yako. Nitaruka twende katika sura ya 2 ule mstari, Mwanzo sura ya 2:14. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lot, inua sasa macho yako ukatazama kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na upande wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Huu ni utangulizi ambao tumesoma kitabu cha Mwanzo ile sura 12 mstari wa kwanza hadi wa 14, tumekomea hapo, lakini tukarukia tukaenda katika Mwanzo ile sura ya 2 ule mstari wa 14, na nina sababu ya kuruka hapa, lakini unaweza ukasoma, na hiyo ni kwa sababu ya muda wetu. Lakini tulichokuwa tunakiangalia, sharti alilokuwa amepewa Ibrahim katika kitabu hiki cha Mwanzo sura 12 liko wapi? Unapoitazama vizuri kwa msomaji mzuri wa Biblia, unapoanzia mstari wa kwanza sura 12 ukaendelea ukashuka chini, ndani yake unaona wakati Mungu anampa maelekezo Abraham
kuna sharti ndani yake la kufanikiwa na kubarikiwa ambalo Mungu alikuwa amempa. Hivyo basi, manake kama umesoma hapo kwa haraka unaweza ukaona ni sharti gani ambayo utaenda kuambia hapo mbele. Wakati anatoka mtumishi wa Mungu Abraham, na Mungu amempa maelekezo tayari, alikuwa katika nchi ambayo alikuwepo, kama jinsi mimi ambavyo nimezaliwa Bukoba, lakini baada hapo nikatoka nikaja Zanzibar, lakini Mungu akawa amenipa masharti au maagizo ya kwamba ninapofika Zanzibar kuna kitu natakiwa nifanye, lakini ninapoingia Zanzibar kuna kitu sitakiwi kuingia nacho. Hivyo ndivyo Abraham alivyopewa sharti. Maana yake wakati anatoka, unaposoma katika mstari wa kwanza kabisa, pale ndipo kuna sharti. Mungu anamwambia toka wewe, Mungu anamwambia toka wewe. Abraham anatoka na ndugu yake, anakosea sharti ambalo Mungu alimpatia wakati anaanza kumpa maelekezo. Tambua kuwa kila ahadi ya Mungu katika Biblia na unayoiona wewe ina sharti ndani yake. Hakuna sharti ya Mungu katika Biblia, hakuna agizo la Mungu lolote katika Biblia ambalo halina sharti ndani yake. Hivyo unapokuwa unapokea maelekezo, unapokuwa unapokea maagizo kutoka kwa Mungu au Roho Mtakatifu, hakikisha unazingatia na sharti. Bwana asifiwe sana. Wakati Abraham anatoka katika ile nchi, aliambiwa toka wewe, yeye akatoka na ndugu yake. Haikuwa vibaya kwa sababu ndugu yake hakuwa na dhambi, haikuwa vibaya kwa sababu ndugu yake hakuwa na shida yoyote, haikuwa vibaya kwa sababu ndugu yake hakuwa kwamba hakustahili, ni moja ya familia yake, lakini sharti la Mungu lilikuwa ni toka wewe, hakusema toka nyie. Kwa hiyo alichokikosea, alitoka yeye na mtu mwingine, na ndio maana tunaona sharti la kufanikiwa lazima wakisha upo makini na maelekezo Mungu anayokupa wakati unaanza kutembea katika ulimwengu wa mafanikio. Na ndio maana tukasema mstari Mwanzo ile sura ya 2:14 tukaona jinsi ambavyo Bwana kumwambia Abraham alipokwisha kutengana. Kumbuka kule wakati wanatoka kule walikuwa wote na Mungu alikuwa anaongea naye, lakini alikuwa hajamwambia kusudi la yeye kumwambia atoke katika ile nchi, ya kwamba mimi wakati natoka Bukoba Mungu alikuwa na mimi, anasema na mimi, lakini hajaniambia kusudi la kuniambia njoo Zanzibar. Yani lile kusudi bado Mungu alikuwa hajamwambia mpaka alipotengana na Rutu ndugu yake. Bwana asifiwe sana. Zingatia sharti. Kila agizo la Mungu kwenye Biblia lina nini? Lina sharti. Na baada ya hapo tunaona Ibrahim baada ya kutengana na ndugu yake anafanikiwa katika kiwango kisichokuwa cha kawaida. Unaposoma ile Mwanzo sura ya pili, Mwanzo sura ya 13 mstari wa 14 unakuta kuona baraka zilivyomiminika baada ya kuachana na ndugu yake Lutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma kitabu hiki unakuja kuona kwamba kila ahadi kwenye Biblia mbali na kweli ilikuwa na sharti, lakini ili abarikiwe ilikuwa lazima achane na ndugu yake. Bwana asifiwe sana. Ana Mungu haendi kinyume na nini? Na ahadi zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukaangalie kwa nini nisifanikiwe. Somo hili ninahitaji kidogo nikakupe picha na mwanga fulani ya kwamba kama nimeokoka au kama nipo kwenye hali fulani, mimi ninahitaji kutembea kwenye uzirisho fulani. Sasa tukaone somo la kwa nini nisifanikiwe litakupa picha, litakutoa sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine, lakini somo hili litakuonesha wapi umefungwa kwenye mafanikio yako ya kiroho na hata ya kimwili. Bwana asifiwe sana. Kwa nini kufanikiwa? Tunapozungumzia kufanikiwa, tunapozungumzia swala la mafanikio tunamaanisha nini? Kwa nini nisifanikiwe? Tunahitaji kuiangalia katika mfumo fulani au picha fulani ambayo nakuelezea sasa. Kufanikiwa kwanza ni nini? Kufanikiwa ni jumuisho la kuwa salama kiroho, kimwili, kiakili, yani kiuchumi, uwezo wa kumiliki na kutawala. Na hiyo nakuja kuona katika Mwanzo sura ya 26 ambayo inasema Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nini?
juu ya nchi. Kwa hiyo naona kwamba kila mtu alipewa uwezo wa kumiliki na uwezo wa kutawala. Sasa tukaangalie, tufahamu sasa kuwa kuna vizuizi katika kila eneo. Wenda kuna kizuizi wewe katika ndoa yako, wenda kuna vizuizi kwenye kazi yako, wenda kuna vizuizi kwenye huduma yako. Haijalishi ni mwalimu, mwinjilisti, mchungaji, nabii, mtume, huduma yoyote unayoifanya, fahamu kuwa kuna kizuizi katika kila eneo. Au katika afya yako nakuta wewe ni wa kuumwa, na hicho ni mojawapo ya kizuizi katika maisha yako. Kizuizi tukaangalia sasa, kizuizi cha kwanza kabisa cha mafanikio yako, cha kwanza ni kukosa imani au mtu kuwa na imani haba. Kukosa imani kabisa. Na tunaposema kukosa imani, tunakuwa tunamaanisha kwamba imani inaweza kukufanya ukafanikiwa level fulani. Sikiliza nikwambie, katika Biblia mafanikio yameachiliwa moja kwa moja, na Yesu alipokufa pale msalabani, swala la kufanikiwa ni haki ya kila aliyeokoka. Kwa hiyo swala la kufanikiwa sio la mtu mmoja mmoja, wala sio la watu wa mataifa. Swala la kufanikiwa ni la kila mtu aliyeokoka, kwa sababu baada tu ya kuokoka kila mtu alipewa uwezo. Tunapozungumzia uwezo, nakuja kuona katika Yohana sura ya 12 pale kwamba kila waliompokea Kristo ndani yake kuna uwezo uliachiliwa. Maanake kila mtu ana uwezo binafsi wa kufanya jambo analolitaka. Ile Luka sura ya 17 mstari wa 6, ninapozungumzia imani, Biblia inasema, Bwana akasema, kama mungekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mungewambia mkuyu huu ng'oka na ukapandwe baharini, na ungewatii. Kupitia kauli ya Yesu mwenyewe, ina maana mambo yote yanawezekana. Kwa nini jamani? Kwa imani. Kwa hiyo ukikiri ya kwamba mimi nitakuwa maskini, uhalisia ni kwamba utakuwa maskini. Ukikiri ya kwamba mimi nitakuwa mgonjwa, uhalisia ni kwamba wewe utaendelea kuwa mgonjwa tu, kwa sababu swala la mafanikio lipo ndani ya uwezo wako. Bwana asifiwe sana. Lipo ndani ya uwezo wangu, lipo ndani ya uwezo wako wewe. Tunapoangalia kauli ya Yesu mwenyewe, ina maana mambo yote yanawezekana, si ndio? Lakini pasipo imani mambo haya hayawezekana. Ndio maana Yesu Kristo mwenyewe anatuthibitishia kwamba mtu akiwa na imani, maana yake ana uwezo wa kuamua jambo lote likafanyaje, likatokea. Swala la utajiri sio la watu wa mataifa. Swala la utajiri ni la watu wa kiroho wanaostahili kumiliki na kutawala na kuwa na mali nyingi sana. Tukaangalia sasa, tusome kwa makini sana, tukaione Yakobo inazungumziaje. Yakobo sura ya 1 ule mstari wa 6 hadi wa 8. Nitaanza ule mstari wa 5 ili nipate pointi inayotafuta. Lakini mtu wa kweli akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huko na huko. Maana mtu kama yule asizani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Ule mstari wa 8, mtu wa nia mbili usitasita katika njia zake zote. Tunapoangalia swala la kufanikiwa au tunapozungumzia swala la kusawi, tunakuja kuona imani ina uwezo wa kunilimiti mimi, ya kwamba ni kweli Bwana ametamka kufanikiwa, lakini ninashindwa kufanikiwa kwa sababu imani yangu mimi ndiyo inayoniwekea limit ya kufanikiwa. Na ndio maana mtu akiwa na imani anaweza kuamua chochote anachokitaka na kile kitu kikatokea. Na ndio maana hata watu wanapokuwa wanaendelea kutoa ushuhuda mahali hapa, wanachokiwekeza ndani yao ni imani na sio kitu kingine. Na ndio maana ukihitaji matokeo makubwa na mafanikio makubwa, lazima uhakikishe umewekeza kwenye nini? Kwenye imani. Na imani inaweza ikakuwekea limitation katika nini? Katika mafanikio yako. Kwa nini nisifanikiwe? Kukosa imani kunaweza kumfanya kila mmoja aendelee kuishi maisha dhaifu. Kunaweza kumfanya kila mmoja aendelee kuishi maisha ya hali ya chini. Kunaweza kumfanya kila mmoja asimiliki wala kutawala, aendelee kuwa mtumwa choro. Kutokuwa na imani kunaweza kukufanya uwe mtu wa kuajiriwa mpaka kufa kwako na usiajiri watu. Kuendelea kutokuwa na imani kunaweza kufanya wewe mtu ambaye uko katika hali ya magonjwa, na usipokuwa katika hali ya imani, maana yake yale magonjwa hayawezi kuondoka. Na ndio maana ninasema kwamba hivi, na kuomba kwa imani yenu katika Yakobo kutamwokoa mgonjwa yule hata kama atakuwa na dhambi kiasi gani. Kuomba
kwa imani. Maanake hata mtumishi wa Mungu anayeachilia huduma, anayeomba, anayeombea watu, maanake naye amewekeza imani, na ndio maana tunaona swala la kufanya na kustawi katika ulimwengu wa roho. Hivyo basi, maanake mafanikio yoyote tunayohitaji sisi, tunahitaji kutembea katika swala la imani. Tunahitaji kutembea katika swala la nini? La imani. Tunapoangalia swala la 7 anasema, maana mtu kama yule asiseme ya kuwa atapokea kitu kutoka kwa Bwana. Yaani unakuta mtu anamwomba Mungu ya kwamba ni kweli Mungu umenileta Zanzibar. Mimi ninachoamini ni kwamba kila mtu yuko kwa kusudi hapa Zanzibar. Hakuna mtu ambaye hayupo kwa kusudi mahali hapa. Na usipotambua kusudi la kuwepo Zanzibar, basi wewe una bahati mbaya sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tambua kusudi la wewe na mimi kuwepo wapi? Zanzibar. Abraham alienda kumiliki katika nchi ambayo hajazaliwa. Abraham alijenga madhabahu kila eneo katika nchi ambayo hajafanyaje? Hajazaliwa. Manake kama ni swala la kupanda makanisa, sio lazima nipande Bukoba, kwa sababu mimi wakati huo Mungu alishanitoa Bukoba. Siwezi nikajenga sehemu ambayo Mungu hajaniweka kwa wakati huo. Kama jinsi Abraham alipomjengea Bwana madhabahu kila eneo alipokuwa akimtokea, anajenga madhabahu na injili inaendelea. Kila alipokuwa akimtokea, anajenga kazi ya Mungu na huduma inaendelea, kwa sababu alikuwa katika nchi ambayo Mungu alimuita kuwepo kwa wakati huo, na lilikuwa ni kusudi la Mungu. Tambua kusudi la Mungu kukutoa hapo ulipo. Tambua kusudi la Mungu kukutoa sehemu ulipo. Tambua kusudi la Mungu kukutoa nyumbani kwenu. Bwana asifiwe sana. Mungu hajakutoa nyumbani kwenu ili uwe maskini. Mungu hajakutoa nyumbani kwenu ili uwe mtu wa kutawaliwa. Mungu hajakutoa nyumbani kwenu ili uwe mtu wa kuumwa kila mara. Mungu amekutoa nyumbani kwako ili ukamiliki na kutawala, ili ukafanikiwa katika viwango vya juu, ili ukainuka na kupanda level nyingine. Usiwe yule yule aliyetoka nyumbani. Kataa kuwa chini katika jina la Yesu, kwa sababu kila mtu anayetolewa mahali akapelekwa eneo jingine lazima afanikiwe katika jina la Yesu. Unaweza kuwa na sadaka ya makofi, kwa sababu Abraham jinsi alivyotoka na mali zile, jinsi alivyotoka akiwa na miliki, sio yule Abraham ambaye tunamwona katika nchi ya Kanani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama unaendelea kuishi maisha yale yale ambayo sawa na yale aliyotoka nayo nyumbani, elewa kabisa kuna kitu wewe akijakaa sawa wewe na Mungu, kwa sababu sio kusudi la Mungu kufanyaje? Kuto kumiliki wala kuto kutawala. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana tunamhitaji Mungu sana, ya kwamba tunapoendelea kumtumikia Mungu au kuwa katika eneo husika ambalo Mungu ametuweka, tunahitaji kumiliki, tunahitaji kutawala, lakini katika eneo hilo tunaamini lipo kusudi la Mungu. Bwana asifiwe sana. Lipo kusudi la nani? Na lazima tumiliki, lazima tutawale, na lazima tuongezeke kiroho, kiuchumi na kijiografia. Na usipoona unaongezeka katika eneo ulilopo, unahitaji kujitafakari sana. Na ndio maana unapoisoma vizuri iliandiko, unakuja kuona ya kwamba ndani yake lilikuwa linatulenga sisi, ya kwamba mimi au tunaporudi kwa Abraham, wakati ninatafakari kitabu cha Mwanzo, niliona jinsi Abraham ambavyo alifanikiwa, eneo hiyo nikaweka pembeni, lakini nikaona jinsi Abraham ambavyo aliongezeka na jinsi alivyomjengea Bwana madhabahu kila alipomtokea. Nikumbuke ilikuwa ni nchi ya nini? Ya ugeni, sio nchi aliyofanyaje? Sio nchi aliyozaliwa. Lakini tunaona imani yenye shaka katika maombi, na hili lipo kwa watu wengi. Unajua kuna mtu wakati unaomba unakuta mtu yuko na mashaka katika eneo fulani, na wenda wapo vijana, wenda yupo mama, wenda yupo baba, au hata kanisa. Wakati mtu anaomba, kuna wakati anaomba lakini ndani yake anasema hili jambo haliwezekani, ila naomba kwa sababu nimeambiwa lazima niombe. Kinachoangaliwa ndani yako ni ile imani ambayo iko ndani yako, kwa sababu ile imani ndani ndio inaachilia matokeo. Hatutishwi na namna unavyoomba, tunatishwa na namna ulivyowekeza imani kuhakikisha inaleta matokeo kwa kile unachoomba. Tunaelewana? Hatuangalii jinsi gani unachukua muda mrefu kuomba. Unaweza uko unaomba juu ya jambo fulani, lakini lile jambo halitokei kwa sababu ndani yako bado unaomba, lakini hauamini kama kina uwezo wa kutokea. Nikutazamisha, najua tutaenda kuliona hilo andiko baadaye.
wakati Petro wapo katika ile bahari na Yesu yuko baharini kwenye maji, Petro alitamani kufika pale Yesu alipokuwa, na kiuhalisia Petro alitoka kwa sababu ya neno la nani? La Kristo. Lakini wakati anaendelea na safari, yuko majini, Biblia inasema imani yake kulingana na yale yaliyokuwa yanaendelea akaanza kuzama. Ninachokiamini ni kwamba watu wengi wanaangamia sio kwa sababu wana imani, ila wanatazama yale yanayoendelea, kama jinsi Petro aliangamia kwa sababu ya yale yaliyokuwa yanaendelea. Kuna watu wengi leo wameshindwa kufanikiwa kwa sababu wanatazama yale yanayoendelea, yaani ni kama bahari iliyochafuka, badala ya kuangalia imani yake ndani ya sababu. Swala la mafanikio linahitaji mtu ambaye amewekeza pasipokuwa na nia mbili, wala hapahitaji mtu anayesita juu ya jambo hilo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lakini wakati Yesu anazungumzia swala la imani au anawatazamisha wanafunzi ya kwamba swala la matokeo lolote au mafanikio linahitaji uwekezaji wa imani. Tukaona sasa Waebrania sura 11 mstari wa 6, Biblia inasema hivi: lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwanza kwamba yeye yuko na kuwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana asifiwe sana. Lakini ikabidi nikaangalie, kwa sababu kuna pointi nilizitaka kwenye Waebrania 11:6, ikabidi nikaingia kwenye tafsiri ya neno ambayo imetafsiriwa kwenye Biblia ya NIV. Nikaenda kuangalia sasa kwenye tafsiri nyingine, ikasema hivi: lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana yeyote anayemjia Mungu lazima cha kwanza aamini kwamba yeye yuko na kuwa huwapa thawabu wale wamtafutao. Mwisho anamalizia wamtafutao kwa bidii. Maana yake baada ya kuamini na umewekeza imani pale unapokwenda mwendea Mungu, ya kwamba anahitaji mtu ambaye anamuomba na anamtafuta, lakini anamtafuta kwa bidii, ambacho ndicho kitu kilinifanya niende kwenye tafsiri nyingine kwa ajili ya kuangalia undani wa andiko hili ukoje. Maana yake mtu anapokuwa anamwendea Mungu halafu nakuta ndani yake huyo mtu bado haamini, ndio hiki kitu nilichokuwa nakizungumzia. Hatutishwi na namna ambavyo unaomba, wala usitishike na namna ambavyo unaomba sana, isipokuwa tunatishika na vile ambavyo mtu amewekeza imani ili kalete matokeo, ikalete majibu ya kile tunachokiomba. Na ndio maana kanisa hili linafanikiwa si kwa sababu linaomba, isipokuwa kwa sababu limewekeza imani kwa Mungu, na matokeo yanakuja juu ya kile wanachoomba kwa sababu ya ile imani iliyowekezwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lakini tunapoendelea, lakini hali ya shaka, tukaangalia pia Warumi 14:23, Warumi 14:23. Lakini hali na shaka kama akila amehukumiwa kuwa na hatia, kwa maana hakula kwa imani, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Hapa kwa tunaangalia Mtume Paulo wakati anawaandikia kanisa la Rumi. Lakini hapa sikutaji sana tudhambe kulingana na muda wetu unaenda haraka. Tutaongea kitu kimoja kwamba imani ni mkono wa kupokea kutoka kwa Bwana. Imani ni mkono kutokea kwa nani? Kwa Bwana. Unaposoma ile Mathayo sura 14:29 hadi 31, unakuja Biblia inasema ya kwamba akasema njoo Petro. Unaweza kurudi mami, nimerukia mstari ili kulingana na muda wetu. Mathayo 14:29 hadi 31. Mathayo 14:29 hadi 31. Biblia inasema akasema njoo Petro, akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. 30. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyoosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka?
Petro kilichomsababisha kuzama sio kwa sababu Yesu alikuwa mbele yake. Kilichomsababisha kuzama, alitazama yale yanayoendelea, yakamsababisha aweze kufanyaje? Kuzama. Na ndio maana mtu yeyote anayefeli katika ulimwengu wa kiroho, watu wengi tumekuwa tukipoteza direction kwa sababu cha kwanza, tunapoteza mwelekeo kwa sababu ya yale yanayoendelea. Mfano, wakati mimi ninaendelea kuomba, alafu wakati huo nikapoteza kazi, unakuta ninaanza kuangalia namna nilivyopoteza kazi, alafu najikuta ninatoka nje ya leo, naanza kutazama kwa nini kazi ilipotea, labda kazini wameniloga, labda nifanyaje. Kwa hiyo unakuta mtu badala ya kupanda juu kiimani anaanza kushuka chini kwa sababu kazi imefanyaje? Imeondoka. Ndio kilichomkuta Petro, kwa sababu alitishwa au aliogopeshwa na kile kilichokuwa kinaendelea kwenye bahari, akashindwa kuelewa ya kwamba alianza kutoka siku ya neno na alianza kutoka siku ya imani, lakini baada ya ile imani kuyumba kwa sababu ya yale yanayoendelea, ile imani ilimsababisha kuzama. Na watu wengi wanazama katika eneo hilo kwa sababu ya yale yanayoendelea katika maisha yao. Bwana asifiwe. Swala la mafanikio, ukishaanza kuyatazama au kuipa nafasi yale yanayoendelea ambayo kabisa yapo kinyume na kusudi la Mungu, tarajia kuzama katika kila eneo, tarajia kupoteza mwelekeo katika kila eneo, kwa sababu mtu kisha yatazama yale yanayoendelea lazima yakutoe nje ya mstari. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba imetupasa kuomba kila wakati, kwa sababu mshtaki wetu Ibilisi anazunguka huku na huku akitafuta mtu afanyeje? Ameze. Na ndio maana tunahitaji kusimama kila muda na kuwekeza imani isivyo kawaida, ya kwamba tusipoteze au tusiumbishwe na yale yanayoendelea katika ulimwengu wa roho. Na ukitazama ukikosa imani, lazima utazama katika kila jambo na kukosa mafanikio kabisa. Na mtu ambaye aliyekosa imani, huyu mtu atazidi tu kurudi nyuma kila itwapo leo. Tukaangalia namba 3 kulingana na muda wetu. Swala la kufanikiwa namba 3 tukaangalie ni kukosa neno la Mungu katika maisha ya mtu husika. Mtu akisha kosa neno la Mungu katika maisha yake, huyu mtu swala la mafanikio ni sahau. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mtu huyu anapokuwa amekosa neno la Mungu ndani yake, mtu huyu anapokuwa hasomi neno la Mungu, mtu huyu anapokuwa anatafakari neno la Mungu, mtu huyu anapokuwa hana yale mazoea kulisoma neno. Nilishawahi kusema siku moja kwamba kuna tofauti ya vitu viwili. Kuna tofauti ya kuwa na maisha ya kusoma neno na kuna tofauti ya kuwa na kitu cha kusoma neno. Yaani unaweza ukasoma neno tu, lakini utafika mahali utaacha kusoma neno. Lakini ukiwa na kitu cha maisha ya kulisoma neno la Mungu, hicho kitu kinaishi, kwa sababu hata dhambi inaishi kwa sababu ni maisha. Swala la kulisoma neno kilifanya kuwa maisha kwako, litakuwa ni kawaida na halitakupa changamoto yoyote. Mtu anaweza kaomba na akaweka kikomo endapo atakuwa swala la kuomba amelipa tu kwamba nitaomba tu, lakini ikiwa na maisha ya maombi, huyo mtu hawezi kuwa na kikomo katika maombi, na huyo mtu lazima atazidi kukua na kusahau kila wakati. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana tunapozungumzia mtu anapokosa neno la Mungu, huyo mtu hawezi kufanikiwa katika kila eneo. Utasoma kwa muda wako ile Mathayo sura 22 na ule mstari wa 19, ila mimi nitaenda kusoma Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Biblia inasema ule mstari wa hapo mwanzo kulikuwa neno na neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika kitu chochote. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na ndio maana tunapozungumzia swala la neno, maana yake ni swala ambalo linaleta matokeo, lakini ni swala linaloleta mabadiliko katika maisha ya mtu husika. Ni swala linaleta mabadiliko kwa mtu husika. Wakati tunapomtazama Danieli ili aweze kuleta matokeo, kama sikosea, katika ile sura ya 9, Danieli tunamwona katika kuendelea kusoma vitabu, na Biblia imetaja vitabu, lakini mimi nasema ni neno la Mungu, kwa sababu hilo neno tunaona lilikuwa tayari ni neno la kinabii, lilikuwa limetamkwa na nabii Yeremia. Katika kuendelea kuvisoma vitabu, nabii Danieli anakuja kuona ya kwamba sisi hapa tulipo katika nchi yetu hatukustahili kuwa katika hali ya utumwa, kwa sababu alikuwa katika hali ya kulisoma nini? Neno. Kuna watu wengi hadi zao hazijawahi kufunguka wala mafanikio hayajawahi kutokea, kwa sababu hawa watu hadi zao ili waweze kuzipata lazima waishi katika misingi ya neno la Mungu. Danieli anakuja kuleta ukombozi katika taifa lake
kwa sababu ya kuvisoma vitabu, kwa sababu ya kulitafakari neno, kwa sababu ya kusoma. Danieli anakuja kugundua kwa wakati huo tukustahili kwa katika hali ya utumwa. Bwana asifiwe sana. Ilitakiwa iwepo miaka 70 ambayo walitakiwa wawepo, lakini kwa wakati huo anakuja kushangaa miaka ilishapita, anaanza kuomba toba na rehema kwa sababu ya taifa lake. Hebu tusome Danieli sura 9 mstari wa 2. Katika mwaka wa kwanza kumiliki kwake Danieli kwa kuvisoma vitabu. Bwana asifiwe sana. Katika kumiliki kwake kwa kuvisoma vitabu. Hapo naweza kaenda katika kusoma neno la Mungu. Wakati anaendelea kusoma neno la Mungu, tunaona na alifahamu hesabu ya miaka ambayo pale walikuwa wameandikiwa, ambayo itamkwa kule kwa Yeremia ile sura 29 mstari wa 10 tulikuja kuliona pale. Anasema kwamba na alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Bwana asifiwe sana. Wakati anaendelea kulisoma neno la Mungu, ndipo anapokuja kugundua ya kwamba mimi sikustahili kuishi kwenye utumwa, taifa letu halikustahili kuishi kwenye utumwa, kwa sababu ya kuvisoma vitabu, kwa sababu ya kulisoma neno la nane la Mungu. Maana yake mafanikio, kuna wengi hawaweza kufunguka mpaka uamue kuwa na maisha sasa ya kuanza kulisoma neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndio kumebakia mchache sana. Tahesabu ni pointi ya pili. Bwana asifiwe sana. Alafu baada hapo tunaingia kwenye swala la maombi na maombezi. Alafu tunapoangalia sasa wakati Danieli anasoma vitabu, na hilo andiko nilikwambia unaweza ukaliona wakati Danieli amenukuu hilo andiko liko katika Yeremia sura 29 ule mstari wa 10. Na hiki kimekuwa kikwazo kwa watu wengi. Ili kuwa na neno la Mungu kuna vitu tunahitaji kuviona. Zingatia haya ili uwe na neno la Mungu. Ni vitu vitatu nitakutajia. Soma Biblia kila siku kwa hatua, ili uwe katika hali ya mafanikio, ili uwe katika hali ya kusawi, ili uwe katika hali ya kuinuka, ili uwe katika hali ya kusonga mbele. Jambo la kwanza, jenga tabia ya kuisoma Biblia kwa hatua na katika msingi unaoeleweka. Yaani jiwekee ratiba ya kwamba ninatakiwa kuwa ninasoma neno la Mungu kwa wakati fulani, kwa nyakati fulani ninalitafakari neno la Mungu, na hiyo itakusaidia kuzidi kufanikiwa na kuzidi kusawi. Kwa sababu hata Danieli tunaona mafanikio katika nchi yake yameinuka baada ya kuwa anasoma neno la Bwana la Bwana. Na hiyo tunakuja kuona katika Yohana sura ya 15 mstari wa 7. Utasoma kwa muda wako. Lakini pili, tafakari kile ulichokisoma hadi kinamie moyoni mwako. Uwe na uwezo wa kulisoma neno kutoka moyoni mwako. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Pointi namba 2. Tafakari kile ulichokisoma hadi kiamie moyoni mwako. Uwe na uwezo wa kulisoma neno kutoka moyoni mwako, sio kutoka kwenye Biblia. Bwana asifiwe sana. Maana yake mtu huyu, hata tunaposema tunatoka kwenda kushuhudia, tunatoka kupeleka habari njema, mtu huyu ana uwezo wa kuhubiria watu, ana uwezo wa kumwelewesha mtu, ana uwezo wa kumfundisha mtu, kwa sababu ya kile kitu kilicho ndani ya moyo wake. Kwa sababu huyu mtu amejenga mazoea, neno la Mungu limehamia ndani ya moyo wake, neno la Mungu linaishi ndani ya moyo wake. Maana yake ana uwezo wa kumhubiria mwingine, na huyo mtu akaja kwa Yesu kwa sababu kile kitu alikisoma akakihamishia moyoni, na ile neno analisoma kutokea ndani ya moyo na sio kwenye Biblia ambazo zimepitiwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa sio kila muda kwamba unaenda kushuhudia, hasa katika sehemu yetu ya kimisheni ya kwamba ninaenda mimi nimeshikilia Biblia nashikilia neno. Hicho kitu katika za kimisheni hatuna. Bwana asifiwe sana. Maana yake mtu neno lisipohamia ndani hawezi akamshuhudia mtu. Hata huyu mtu neno lisipokuwa ndani ya moyo wake hawezi kumsomea mtu Biblia kutokea ndani. Atahitaji mpaka atumie Biblia ya karatasi. Bwana asifiwe sana. Hizi zimeprintiwa tu na mashine, na saa nyingine wanaprinti mpaka wanakosea, wanasahau na sura nyingine kuziweka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mimi ndio kuagiza Biblia, kuna wakati niliagiza ile container, kuna baadhi ya Biblia nikakuta zimekosewa ndani, baadhi ya sura walisahau wakati wanaenda kuprint. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maana yake mtu kitu hiki kikiwa kimehamia ndani, hata kama sura wakati wana print hazijaingia, wewe tayari ndani lipo na unaelewa lile kusudi, hautohangaika wala hautohangaishwa na kitu chochote. Lakini si tende sawa sawa na yale uliyosoma na kuyaweka moyoni. Tunapoiangalia Yoshua sura ya 1 mstari wa 8, tunaona namna ambavyo Mungu alimpa maelekezo Yoshua. Bwana asifiwe sana. Aliishi katika maisha ya kumtafuta Mungu vizuri sana. Bwana asifiwe.
asifiwe. Na kulingana na tulivyoangalia katika hatua hizi 2-3 muhimu, na zilikuwepo nitamwambia mwanzo kukuambia kwamba tulikuwa na hatua karibia 8. Kwa hiyo hizo zote kulingana na muda wetu tutaweza kuziangalia, kwa sababu unaweza ukasubiria umelala umeamka kwa sababu ya mhubiri anaendelea kufundisha hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuwa tunaendelea kuzungumzia swala la kufanikiwa, ninapokuwa ninaendelea kuzungumzia swala la kumiliki, mwanzoni nilitangulia kusema kwamba umiliki wa Abraham umetokea baada ya kutii lile sharti Mungu alilompatia. Wapo watu wengi leo wanaishi Zanzibar, na wengine huenda nazungumzia huenda kwa sababu sina uhakika, ila sasa nazungumzia kwa pande mbili. Yaani mmoja ya watu ambao hawana maono ya kuja kurudi nyumbani kuwekeza kule kiroho au hata kiuchumi. Kwa kwanza ni mimi, kwa sababu mimi ninachoamini nawekeza pale nilipowekwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Ila wapo ambao wanakuja Zanzibar au kwenye eneo husika, lakini swala la kuwekeza kiroho na kiuchumi halipo Zanzibar. Huyu mtu anakuwa kidogo katika ulimwengu wa roho, hajamfahamu vizuri, kwa sababu Abraham angelitazama hivyo asingeweza kufanikiwa kabisa. Bwana, hata Zanzibar wangelitangulia kuangalia hivyo, watumishi waliokuja hapa Zanzibar wangeliangalia hivyo, hata makanisa asingelikuwepo. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana baada tu ya kukanyaga kwenye nchi ya kimisheni, lazima uwaze kumiliki, lazima uwaze kustawi na kufanikiwa, lakini uwaze kuwekeza pale ambapo Mungu amefanyaje? Amekubariki, kwa sababu kisha wekeza tu Mungu anakufanikisha na kufanikisha na kufanikisha, huku ukiwa na ile sharti Mungu alilokupa kwenye yale mafanikio. Simama kwa miguu yako sasa tunapoenda kuhitimisha. Simama kwa miguu yako mtu wa Mungu, tunapoenda kuhitimisha. Chukua nafasi hii na praise tukiwa tunapandisha mbele, lakini wakati huo tunaenda kuhitimisha ratiba zetu au ratiba yangu napenda kupisha hapa. Wakati nazungumzia swala la kufanikiwa, na katika utangulizi tukaangalia maisha ya Abraham, jinsi alivyofanikiwa na jinsi alivyoongezeka, tumekuja kuona namna mafanikio yanavyokuja. Tuzingatie kumjua Mungu na kumwelewa Mungu vizuri katika yale maelekezo na katika yale maagizo ambayo ametupatia katika kuitenda na kuifanya kazi yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tutaanza kuomba kwa kile ambacho najisikia ya kwamba huenda kuna mahala sijafanikiwa kwa sababu ya aina fulani, aina ya mtazamo niliyokuwa nao, aina ya maisha niliyokuwa nayaishi, au aina ya imani yangu ndani. Ni kweli mimi ninafunga na kuomba, lakini mimi sioni matokeo. Wakati kipindi fulani niko nyumbani sijaokoka kabisa, mama yangu wa kambo alishawahi kwenda kwenye maombi ya siku 3 kavu, ninamuona, lakini yeye kipindi hicho hajaokoka. Wameenda kanisani kwa sababu ile kanisa limetangaza maombi, na ameenda kwa waganga, kila sehemu inashindikana, lakini akachukua maamuzi ya kwenda kwenye maombi ya siku 3 kavu. Na kweli ilikuwa ni mshangao kwetu kufunga maombi ya siku 3 kavu, kwa sababu sisi tumezaliwa katika maisha mengine. Na baada ya kumaliza yale maombi, cha kushangaza, mama alipiga kambi tena kuelekea kwa mganga kienyeji, kwa sababu imani yake huyo mtu haikuwa vizuri. Bwana asifiwe sana. Hii nakwambia kwa sababu nilitazama mwenyewe, sio la kuambiwa. Nilikuwepo, nililiona na matukio yote niliyaona. Na ndio maana tunazungumzia swala la kufanikiwa ni swala la mtu kuamua kutoka ndani. Na tumezungumzia swala la kufanikiwa tukaja kwenda kwamba baadaye imani inaweza kukufanya usifanikiwe kiroho, hata kimwili, hata kiuchumi, kwa sababu ya vile unavyoamini wewe. Bwana asifiwe sana. Tuone mbele za Mungu sasa. Praise God sana. Huko naenda kujitafakari. Na wakati tunaendelea, kama kuna wenye magonjwa, wenye shida, changamoto, Yesu yuko mahali hapa kwa ajili ya kutenda miujiza. Yesu yuko mahali hapa kwa ajili ya kuleta matokeo. Maandalio ambayo ni mwanadamu, lakini jawabu linatoka kwa Mungu mwenyewe. Weka nia, shauku, kiu ndani yako ya kile unachokitamani. Kama kuna udhaifu, changamoto yoyote ambayo inakusumbua, watumishi wa Mungu wako mahali hapa kwa ajili ya suluhisho. Kanisa ni lile lenye kuleta matokeo, lakini kanisa ni lile
kuwa na suluhisho kwa maisha ya watu. Kanisa kazi yake lazima liwe katika hali ya suluhisho na matokeo. Kutafakari kuwa Mungu juu ya maisha yako.